والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. وينهى عن الفحشاء والmunkar itakuwa katika khutba ya pili. Ndugu zangu katika imani, Allah tabaraka wa taala katika Qur'ani anatuamrisha suala zima la uadilifu. Inna Allaha ya'muru bil adli, Allah tabaraka wa taala anaamrisha uadilifu. Wal ihsan, kisha Allah tabaraka wa taala ameamrisha ihsan, wa huwa wa itai dhil qurba. Haya mambo matatu Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha. Nini maana ya al-adlu? Tukisema uadilifu, nini maana ya uadilifu? Al-adlu huwa wad'u shay'in fi mawdhi'ihi. Uadilifu maana yake ni kukiweka kitu pahala pake. Kitu kikiweka pahala pake, basi tunasema kwamba huwa uadilifu. Wal adlu, na uadilifu, yakunu ma'a Allahi bitawhid. Uadilifu kwanza unakuwa kwa Allah tabaraka wa taala kwa kumpwekesha yeye Allah subhanahu wa taala. Ibada zote kumuelekezea Allah subhanahu wa ta'ala na kuto kuzielekeza kwa watu wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ukifanya jambo hili ukiwa wewe ni muwahid, unampokesha Allah tabaraka wa ta'ala, ukawa unajiepusha na shirki, ukawa unajiepusha na ushirikina, basi tambua wewe umekuwa muadilifu. Ndugu zangu katika imani, suala la uadilifu katika pamoja na Allah tabaraka wa taala ni suala zima. Allah tabaraka wa taala katika Qur'an amesema, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuwaumba watu na majini isipokuwa kumwabudu Allah subhanahu wa taala. Kwa hiyo al-adlu ya kwanza ni uadilifu wa Allah tabaraka wa taala. Wewe Muislam ukafanya uadilifu, ibada ukamuelekezea Allah subhanahu wa ta'ala, na ukajiepusha na ushirikina na shirki, ukajiepusha, wewe utakuwa wewe umekuwa umefanya uadilifu. Jambo la pili, an-nafsu bitaa, uadilifu katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala ametuamrisha mambo mbalimbali na ametukataza mambo mbalimbali. Hayo mambo wewe mwanadamu yatakikana uwe na uadilifu, kila kitu kikae pahala pake. Upande wa makatazo ya Allah tabaraka wa taala uyaache, na yale aliyokuamrisha Allah tabaraka wa taala yatakikana uyaendee namna alivyokuamrisha Allah subhanahu wa taala. Pia ukiwa na hali kama hii, basi tutasema kwamba wewe ni mwadilifu. Lakini ukiwa nafsi yako unaingiza katika maangamivu, badala ya kuyafanya aliyokuamrisha Allah ukayaelekea aliyokataza Allah tabaraka wa taala, ukawa hutaki kurejea kwa Allah tabaraka wa taala, basi tambua kwa neno hili la uadilifu litakuwa umeshaliharibu. Kwa hiyo uadilifu aina ya pili ni mja kuyafata aliyoamrisha na kuyaacha yale aliyokataza Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini namna ya tatu ya uadilifu, uadilifu ma'a an-nas bi'ita'i kulli dhi haqqin haqqahu. Uadilifu wa tatu ni watu, kila mtu kumpa haki yake. Kama ni baba, yatakikana uwe mwadilifu baina auladuk, baina watoto wako. Kama wewe ni hakim, pia uwe mwadilifu katika hukumu unayoitoa. Alhukmu baina an-nas, kwa hukumu watu kutumia uadilifu, kila mwenye haki apewe haki yake. Huu pia ni katika uadilifu. Allah tabaraka wa taala katika aya hii ameamrisha uadilifu, al-adlu, inna Allah ya'muru bil-'adl. Allah tabaraka wa taala ameamrisha uadilifu. Lakini jambo la pili katika aya hii, Allah subhanahu wa taala ameamrisha ihsan. Ihsan
ma huwa al-ihsan, ihsani ni nini? Hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam anaeleza kwamba, hadithi ya Jibril alayhi salatu wassalam, akaulizwa akhbirni anil ihsan, nifahamishe mimi ihsan. Malaika Jibril anamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, amekuja katika hali ya ubinadamu. Mtume sallallahu alayhi wasallam yuko na masahaba zake anawafundisha, akaja mtu akawa anamuuliza maswali Mtume sallallahu alayhi wasallam, akhbirni anil iman, akaeleza akhbirni anis saa, akhbirni anil ihsan, nifahamishe nini ihsan. Anauliza maswali ili wengine waweze kupata utambuzi. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, al-ihsan an ta'budu Allah ka'annaka tarah. Ihsani maana yake ni kumwabudu Allah tabaraka wa taala kana kwamba unamuona. Hiyo ndio ihsan. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak, ikiwa wewe humuoni Allah tabaraka wa taala, yeye Allah tabaraka wa taala anakuona. Hiyo ndio ihsan, kufanya kitu kizuri zaidi ihsan. Ndugu zangu katika imani, mfano wa ihsan ni mathalan, mtu anakudai labda 1000, lakini katika kumlipa ukamlipa 1500, ukamwambia hii ni ihsan, lakini haki yako wewe ni hii shilingi 1000 uliyokuwa unanidai, lakini mimi nimekupatia 1500. Hii nimefanya ihsani, chukua wala usijali. Hii ndio tunayokusudia kwamba ni ihsan. Haki yake umeitekeleza, lakini pia ukafanya ihsan. Ndugu zangu katika imani, kuna kisa cha Uthman ibn Affan, Mwenyezi Mungu amuye radhi. Katika zama hizo kulikuwa kuna ukame mwingi sana, watu wake walikuwa wana njaa. Meli ya Uthman ikaja ikiwa imebeba chakula. Matajiri wakasogea pale kwa Uthman, wakasema, tutakupatia bidhaa hii mara mbili. Mahindi kwa mfano yanauzwa gunia moja 50,000 au 70. Akasema basi mimi nitakulipa mara mbili, kwa maana itakuwa 1,40,000 mfano. Mtume sallallahu Uthman ibn Affan akasema, kwa hakika mimi Allah tabaraka wa taala ananipa mara 10. Akasema ananipatia mara 10. Katika nyinyi watu nani wa kuweza kunipatia mara 10? Wote wale matajiri wakashindwa kununua bidhaa ile. Kisha Uthman, Allah mridhie, wa itai dhil qurba, na kuwapa watu wa karibu, wale wenye uhitaji wa karibu, basi watu hawa wanakuwa ni aula zaidi, watu wa karibu. Limadha? Linasilu rahim. Jambo la kwanza, watu hawa wa karibu, katika familia au ukoo, tunakaa nao kwa kuweza kuwasaidia, kuwapa yale yanayostahiki, ili ukoo wetu uweze kukaa vizuri. Dhil qurba, wale watu wa karibu. Kwa hiyo tunaunganisha udugu ili usiweze kuvunjika, lakini pia kuto kupoteza watoto. Unakuwa nao kwa ukaribu, unawafuatilia habari zao. Mtoto wa baba mdogo wa nani, unawafuatilia, unapiga simu, wana changamoto gani. Kama una uwezo wa kuwatatua, basi unatatua pale pale. Unakuwa una kauli nzuri, unawajulia hali. Haya mambo yameamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Usikae wewe kama wewe, tuna familia yako, watoto wako uliokuwa nao hao, basi wengine wote ndugu zako wa karibu ukawa umewaweka mbali. Allah tabaraka wa taala anaamrisha hao watu wa karibu wote tuwe nao kwa ukaribu.
Na Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoanza kulingania, alianza wale watu wa kwake, wa nyumbani kwake wa karibu, waman yathiqu bihi min asdiqaihi, kisha akawafate wale wanaomkubali ukweli wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo da'wa inaanza katika nyumba. Hata wewe baba, da'wa yako yatakikana ianzie nyumbani, alafu kisha iende katika mujtamaa wa watu. Ndugu zangu katika imani, hadhihi thalatha, haya mambo matatu aliyoeleza Allah subhanahu wa ta'ala, tubna alfardi wal mujtama. Haya mambo ndiyo yanayoweza katengeneza umoja wetu. Haya mambo ndiyo yanaweza katengeneza familia zetu. Idha salahatil usra salaha almujtama. Familia itakapokuwa imetengamaa, imekaa vizuri, basi mujtamaa mzima utakuwa umetengamaa vizuri. Kuna watu wengine wana misiba mbalimbali, unakuta hata kupiga simu, hata kwenda wengine hawaendi. Mtu amebana, yeye ni yeye, chake ni chake. Hapana, Allah tabaraka wa taala anaamrisha kuwafanyia ukaribu, kuwafanyia kheri watu waliokuwa karibu. Ndugu zangu katika imani, haya mambo matatu tuyafanyie kazi. Allah tabaraka wa taala ametuamrisha. Jambo la kwanza, tumezungumzia swala la uadilifu. Muislamu yatakikana uwe muadilifu baina ya wake zako, uwe muadilifu. Mfanyakazi na mwajiriwa lazima nyote muwe muadilifu. Umepewa wajibu, fanya, basi tekeleza yale majukumu uliopewa. Huu ni katika uadilifu. Lakini ikiwa wewe umepewa amana hii, jukumu hili, ukawa hutekelezi ilivyotakikana kwa namna ulivyokubaliana, basi tambua wewe kwamba unafanya jambo ambalo Allah tabaraka wa taala hajaliamrisha. Lakini jambo la mwisho tumezungumzia itai dhil qurba. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah alazim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd, usikum wa usi nafsi bitaqwallahi azza wa jalla faqad faza almuttaqun. Ndugu zangu Waislamu, naihusia nafsi yangu kwa mara ya pili, pamoja na kuzihusia nafsi zenu, swala zima la kumcha Allah tabaraka wa taala, kuyafata aliyotuamrisha na kuyaacha aliyotukataza Allah subhanahu wa taala. Ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an ametukataza mambo matatu. Katika sura moja, katika aya moja ameamrisha mambo matatu, lakini pia amekataza mambo matatu. Wa yanha 'anil fahsha. Allah tabaraka wa ta'ala ametukataza uchafu. Jambo la kwanza katika makatazo katika aya hii, wa yanha 'anil fahsha, Allah ametukataza uchafu, wal munkar, na uovu, wal baghi, na dhulma. Haya mambo matatu Allah subhanahu wa ta'ala ametukataza. Ibadallah, enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah jama'a lana alkhayra kullah fi thalathi kalimatin. Hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala ameyakusanya mambo ya kheri yote katika haya maneno matatu. Wa jama'a lana sharra kullahu fi thalathin, na ameyakusanya mambo matatu yote yanapatikana katika upande wa shari. Wa yanha 'anil fahsha, Allah tabaraka wa ta'ala ametukataza fahsha, uchafu. Uchafu minadh-dhunubi dhahira, miongoni mwa madhambi ya dhahir. Amthila, miongoni mwa uchafu ambao Allah tabaraka wa taala ametukataza katika aya hii, miongoni mwa uchafu ni azina, kuzini, wa shurbul khamr, kunywa pombe, wal mukhaddarat, na vyenye kulewesha. Upande wa pombe
upande wa bangi, upande wa mirungi, upande wa sigara, upande wa hivi vyote. Katika aya hii Allah tabaraka wa taala ametukataza. Watabarruj, wanawake kutoka bila kujistiri, basi jambo hili limekatazwa. Hii ni katika fahsh, ni katika uovu, unapelekea uovu. Mwanamke akatoka hali ya kuwa hajajistiri, basi hii ni katika uovu ambao Allah subhanahu wa ta'ala ametukataza. Lakini aina nyingine, nashru aswari almuharrama, kutawanya au kurusha sura au picha ambazo ni haramu. Picha haramu kawa unamtumia mtu na mwenyewe anatuma. Haya mambo yote yanaingia katika fahshi, katika uchafu ambao Allah tabaraka wa taala ameukataza. Mambo haya ni uvundo wa Islam, lazima tujiepushe. Ndugu zangu katika imani, kwa nini mambo haya Allah tabaraka wa taala ameyakataza? Haya mambo Allah tabaraka wa taala ameyakataza liannaha tahdumu al-akhlaq. Mambo haya yanaangamiza tabia. Ukiona tabia zimekuwa mbaya, basi tambua kwamba kuna kitu alichokiacha. Tahdumu al-akhlaq, akhlaqi zinakuwa mbaya. Watudammiru al-abdan, kadhalika unaiangamiza mwili unaangamia. Leo watu wanakufa kwa ajili ya maradhi ya sigara, na sigara yenyewe imeandikwa uvutaji wa sigara ni hatari kwa afya yako, lakini mtu ananunua. Mirungi yote ni haram, madawa ya kulevya ni haram, lakini watu wanayatumia. Huu ni uvundo wa Islamu. Mambo haya Allah tabaraka wa taala ameyakataza. Watuqati'u al-arham, kadhalika jambo hili inakuwa ni sababu ukakata udugu. Lakini nyingine anasema watajlibu al-amrad, inapelekea watu wakapata maradhi mbalimbali. Inapelekea watu, hiyo al-fahsh, uovu huo, inaweza kapelekea watu wakapata maradhi mbalimbali. Kuna maradhi ya kisonono, sijui kaswende, sijui ukimwi, sijui haya yote mtu anakufa na ukimwi. Amradh. Lakini nini? Al-fahsh. Allah amekataza mambo haya, watu wajiepushe. Qala sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi, iyyakum wa muhaqqirati dhunub, enyi waislamu tahadharini sana na kupuuzia madhambi. Iyyakum wa muhaqqirati dhunub, enyi waislamu jitahadharini sana na kuyadogesha, kuyadharau madhambi, kwamba hili si neno, hili si neno, hili si neno. Kwa hakika mambo haya kama mtu hajatubia kwa Allah tabaraka wa taala, haya mambo yatakuja kumzunguka siku ya kiyama, yatakuwa mengi, kisha yatamwangamiza. Jambo la pili, wal munkar, al-fahsha ya kwanza. Jambo la pili, wal munkar, munkar wa huwa ma ankara ash-shar'. Munkar ni jambo ambalo sheria pia imelikemea jambo hilo. Wal aqlu salim, lakini pia akili iliyosalimika inajua kwamba hili jambo sio zuri. Mfano al-kadhib, uongo, akili inajua, inatambua. Akili ambayo ni salama inajua kwamba uongo sio mzuri. Wal kadhib, uongo. Wal ghish, ghish, udanganyifu. Akili inajua kwamba hili jambo bwana sio zuri, lakini basi tu wacha nifanye ili na mimi niweze kupata riziki. Wal ghish haram, jambo hili ni haram. Pia katika hadithi mbalimbali za Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza masala mazima ya kufanya ghish. Riba, kadhalika upande wa kula riba, tujiepushe na kula riba waislamu. Riba, anayekula riba anatangaza vita na Allah subhanahu wa ta'ala. Vita hii ni vita kubwa sana. Tujiepushe na ulaji wa riba, tujiepushe kula riba. Ni vyema tufanye vitu vidogo tukarizika, Allah atatutilia baraka, kuliko kuingia katika masala ya riba. Wasariqa, wizi. Akili inakubali kwamba wizi ni haramu. Akili inakubali, akili iliyosalimika inajua kwamba wizi ni haramu. Hiyo yote ni katika munkar, katika machukizo
akili inatambua, lakini warushwa, na rushwa, kutoa rushwa, haya akili pia iliyosalimika inajua kwamba hili jambo ni baya na Allah tabaraka wa taala amelikataza. Aklu mali al-yatim, kula mali za yatima. Baba amefariki, baba wa mtoto amefariki, umekabidhiwa wewe, ukala mali ya yatima, basi tambua wewe hii ni katika munkari. Jambo hili Allah tabaraka wa taala amelikataza. Walghiba, jambo lingine ni katika alghiba. Limadha? Kwa sababu gani? Liannahu yufsidu almuamalat wa idaati almal, lakini pia mambo haya yanapelekea mali ikaharibika. Idha intashara almunkar, pindi munkar utakapokuwa umeenea, daat alamana, amana itakuwa imepotea, wa daa almal, kadhalika mali itakuwa imepotea. Yaqulu al-Mustafa sallallahu alayhi wasallam, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man raa minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisani fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adhafu al-iman. Yule atakayeuona uovu miongoni mwenu, Mtume anatuelekeza falyughayyirhu biyadihi, aondoshe kwa mkono wake kama ataweza. Fa in lam yastati' fa biqalbi, akishindwa basi achukie katika moyo. Fa in lam yastati' man kana maraa minkum munkaran falyughayyir biyadi, mwenye kuona uovu miongoni mwenu aondoshe kwa mkono wake. Fa in lam yastati' fa bilisani, akishindwa basi atumie mdomo, azungumze, aondoshe. Fa in lam yastati' fa biqalbi. Jambo la tatu anasema akishindwa basi achukie katika jambo hilo, achukie. Jambo la tatu na la mwisho ambalo Allah tabaraka wa taala amelikataza, al-baghyu, adh-dhulma. Allah tabaraka wa taala katika aya hii ametukataza dhulma. Wa dhulmu, kufanya dhulma, na yenyewe ni kuweka kitu mahala sipaki. Watakabbur, na pia kuwa na kibri, ambao masahaba waliuliza kibri nini maana yake ewe Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume akasema al-kibru batarul haqq wa ghamtu nnas. Kibri maana yake ni kukataa haki pindi inapokujia na kuwadharau watu. Hicho ni katika kibri ambacho Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ametukataza. Qala sallallahu alayhi wasallam ittaqu dhulma. Hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema iogopeni dhulma, fa inna dhulma dhulumatin yawm alqiyama. Na hadithi ya Allah hadithi al-Quds, Allah tabaraka wa taala anasema inni haramtu dhulma, mimi nimeharamisha dhulma, pia nikafanya dhulma, nikajalia baina yangu mimi na baina yenu jambo hili kuwa ni dhulma, msidhulumiane. Allah tabaraka wa taala ametukataza, hadithi zinakataza kuhusiana na dhulma. Ndugu zangu katika imani, haya mambo matatu Allah tabaraka wa taala ametukataza ukweli wa kukataza. Jambo la kwanza katika tuliokatazwa ni alfahsha, tumeeleza. Jambo la pili walmunkar, tumeeleza. Jambo la tatu walbaghi, dhulma. Aina yoyote ya dhulma haikubaliki. Allah tabaraka wa taala haikubali dhulma. Lakini katika aya hii Allah tabaraka wa taala amemalizia kwa kusema ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Mwisho wa aya, Allah tabaraka wa taala amekupeni haya mawaidha, amekuamrisheni, lakini amekukatazeni la'allakum tadhakkarun. Lengo ni nyinyi muweze kukumbuka, kurejea kufanya pale panapotakikana. Ndugu zangu katika imani, hutuba ya leo nimependa nikumbushie haya mambo matatu na mambo matatu katika hutuba ya pili. Tuombe Allah subhanahu wa ta'ala atufanyie wepesi, anyooshe nyoyo zetu
ziweze kuendelea katika kumtii yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Allah